Atape kanda ya Uhuru 2025 mimi nikasema fanya biashara yangu Mungu kwanza. Twende atape kanda ya Uhuru 2025. Atape Uhuru 2026. Naona nimeweka yangu na kuzunguka taratibu sana, ila bado Februari na Desemba haviko mbali sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Salamu nyingine inasema akili kichwani, pesa mfukoni, Yesu moyoni, nitakwenda. Akili kichwani, pesa mfukoni, Yesu moyoni, atape kanda ya Uhuru 2026. Haleluya. Ya huwa ni utangulizi, lakini tutazitumia vizuri hizo salamu baadaye. Mimi naitwa Anko Sitahodi, nitashirikiana na kiongozi mwenzangu ndugu Bariki Amani Mbongo, lakini na kiongozi mwenzangu mwingine ndugu Masaka Alex, na hawa tutafahamiana vizuri baadaye. Tunamshukuru Mungu kwa fursa leo, lakini tunamshukuru Mungu kwa kubali kwa wenyeji wa tukio hili la kanda hii Uhuru, ambapo tupo mtaa wa Uhuru, mtaa wa Kibamba, mtaa wa Makabe, mtaa wa Kanani, mtaa wa Mbezi Juu, mtaa wa Mifugoni. Baada ya utangulizi huo, niombe ndugu Bariki aje atuwakilishe kusema kwa nini tu atape ni nini kwa ufupi, kwa dakika chache tunazo, na baadaye tutaendelea. Karibuni sana. Bwana bariki. Tutatumia ya akili kichwani. Atape Uhuru 2026. Atape Uhuru 2026. Bwana wabariki sana. Tutakupi tutashirikiana kama nilivyosema mwenyekiti, lakini tumwalike Yesu Bwana wakati mwenyewe atasikia maneno ambayo tutapokea mbele yetu leo. Kipindi mbele yetu ni jue atape. Nitakwenda kwa haraka, lakini ninaomba mezidi siku yenu na jambo hili ambalo tumekusudia kuzungumza mbele yenu leo. Nimesema Bwana mwenyewe akalitafsiri katika mioyo yetu. Wapendwa, Mungu amelibariki kanisa lake kwa watu wenye vipaji, taaluma, rasilimali na baraka nyingi mbalimbali ndani ya kanisa. Baraka hizi sio kwa ajili ya manufaa ya kwako binafsi, lakini ziunganishwe kwa pamoja kwa ajili ya kutumiwa, kwa ajili ya utume wa kanisa. Kuunganishwa kwa pamoja. Hii ndio sababu ya atape. Atape ni nini? Bahati mbaya sina projekta pale, lakini tutaenda hivi. Ni kifupi, atape ni kifupisho cha maneno yafuatayo: Association of Tanzania Seventh-day Adventist Professionals and Entrepreneurs. Yaani ni chama cha kikanisa kinawaunganisha wanataaluma na wajasiriamali wa Adventista ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Ni chama cha kikanisa kinawaunganisha wanataaluma na wajasiriamali wa Adventista ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania kwa lengo la kutumia taaluma, talanta,
ujuzi, uwezo, rasilimali, uzoefu Mungu aliyotupatia kusukuma kazi ya Injili. Ni nani hana mmojawapo kati ya hiyo niliyotaja hapa? Sawa, tuanze hivi. Wangapi wana taaluma yoyote? Wanyoshe mkono. Usishushe. Wangapi wana kipaji chochote? Unyoshe mkono. Waongezeke wenye vipawa tofauti. Waongezeke wajasiriamali na wafanyabiashara wenye ujuzi na uzoefu mbalimbali, wanyoshe mikono. Basi hizo baraka ambazo umenyosha mikono, tangaza kwamba tunazo, sio kwa ajili ya manufaa ya kwako binafsi. Sio kwa ajili ya manufaa ya kwako binafsi. Lengo ni ziunganishwe hizo baraka, zitumike kwa ajili ya utume wa kanisa. Hata pia kwa ajili ya kuziunganisha hizo. Lakini kwenye hata tunasema kwamba hata sio fulani wala sio NGO. Hata sio mradi wa pembeni. Hata ni chombo cha kazi ndani ya kanisa. Nataka tuelewe leo hii, waliokuwa waelewe hata ni kitu gani. Kikundi cha ziada kimeibuka, hata ni chombo cha kazi ndani ya nini? Kwa nini hata ilianzishwa? Hata ilianzishwa kwa sababu kanisa lina mapungufu. Kama tuelewane. Kama tunasema tutumie hizo baraka ambazo zimesababisha tunyooshe mikono, tufanye utume, kanisa linafanya utume. Sio? Ni kwa nini tunasema tunafanya utume na sisi? Haimaanishi kwamba tunapotumia baraka hizi tunakuhamasisha tutumie baraka hizi kufanya utume. Kanisa lina mapungufu ya utume. Hata haikuanzishwa kwa sababu kanisa lina mapungufu. Iliundwa kwa sababu Mungu ameendelea kubariki kanisa kwa taaluma, fani, vipaji, vipawa, ujuzi, uzoefu mbalimbali. Na ngoja nikwambie, kadiri baraka hizi zinaongezeka, uratibu wa kuziunganisha unahitajika zaidi. Usimamizi na uwajibikaji unaongezeka zaidi. Na hata ushirikiano unakuwa ni muhimu zaidi. Kwa hivyo nasema hata ni mwitikio wa baraka Bwana alizotupatia ndani ya kanisa. Hata sio chama kilichoibuka tu. Hata ni wito, na Mungu mwenyewe alianza kuwatumia watu ambao waliwabariki kwa taaluma, vipaji, vipawa mbalimbali kwa ajili ya kutumika kufanya kazi yake. Hata nakusudia kumuuliza Mungu, kwa nini umenipa fani ya udaktari? Kwa nini umenipa fani ya uhasibu? Kusudi lako Mungu ni nini? Kwa nini umenipatia ujuzi fulani ambao ninautumia kutengeneza kipato? Na ndani ya hata ndipo Mungu anatujibu na kutupatia kusudi kuu la kugusa watu muone Kristo. Hata ni chama, na kama chama kina njozi, kina lengo na kina madhumuni. Na kwa sababu tunasema ile hata inataka niwapitishe katika njozi, dhima na madhumuni ya chama cha hata kilichoko ndani ya kanisa. Njozi ni chama chenye wanachama wanaopenda Mungu kwa mioyo yao yote, akili zao zote, nguvu zao zote na roho zao zote. Inasema ndio njozi ya hata. Lakini pia dhima kubwa ni kutumia taaluma, talanta, ujuzi na fursa na vyote tulivyopewa na Mungu katika kanisa ili kutangaza Injili kwa mataifa yote. Na basi kuna madhumuni ya chama ambayo ni kuwaleta na kuunganisha pamoja wanataaluma na wajasiriamali Waadventista wa Sabato Tanzania kwa ajili ya kusaidiana na kuendeleza kazi ya Mungu. Lakini pia ni kuwawezesha wanachama kupitia semina mbalimbali, mikutano na makongamano yanayoweza kutuandaa na kutuwezesha kutambua fursa mbalimbali za uchumi. Yaani ndani hata tuna fursa ya kuweza kupata elimu, ya kuweza kujengewa uwezo
kuweza kutambua fursa za uchumi. Lakini kuwakumbusha na kuwatia moyo wanachama waelewe kwamba ujuzi ulionao, talanta na uzoefu ulionao, kipawa ulicho nacho, uwezo ulionao unaotumia kutengeneza kipato, sio kwa ajili ya manufaa ya kwako yako, lakini ni zawadi ambayo tumepewa na Mungu, na hivyo tuitumie kwa ajili ya kufikia kusudi la Mungu kwa utume. Lakini pia tuna lengo la kudumisha umoja, mshikamano, maadili na kujenga network ndani ya chama. Ndani fupi, hata peko wapi ndani ya kanisa. Hata peko wapi ndani ya kanisa. Hata peko haifanyi kazi nje ya kanisa. Hata peko haifanyi kazi sambamba na kanisa. Lakini hata peko inafanya kazi ndani ya kanisa. Hata peko inafanya kazi ndani ya kanisa. Inaratibiwa na idara ya uwakili na maendeleo kanisani. Ndio tukasema hata peke chombo cha kanisa. Inaratibiwa na idara ya uwakili na maendeleo wapi? Na inafuata katiba na kanuni na sera za kanisa. Lakini pia hata peke inafanya kazi kwa kushirikiana na mchungaji, wazee wa kanisa na baraza la kanisa. Hata peke mkono wa kanisa katika eneo la taaluma na ujasiriamali. Yupo kiongozi ambaye atakuja kuzungumza wanachama wa ATAPE. Lakini ngoja niwaambie, wewe mshiriki ambaye sio mwanachama wa ATAPE, ni mshiriki halali kabisa. Na huna kasoro. Una kasoro yote. Lakini wacha nikueleze kitu. Unadhani kuna kitu umebarikiwa na Mungu kwenye talanta, ujuzi, kipaji, uzoefu, kipawa ambacho nadhani hiki ni upendeleo Bwana amenipatia, ambacho mwingine hajampa. Unaamini hilo? Mzee wangu, unaamini hilo? Unatoa zaka na sadaka ya makambi unachangia. Vipi kuhusu yule ambaye unadhani hajapendelewa kama wewe? Yeye hafanyi hivyo. Yeye pia anafanya. Unatoa zaka na yeye anatoa. Unatoa sadaka na yeye. Makambi yote changia. Hata pia tunamwambia Mungu, hiki ambacho umenipatia, ujuzi huu ulinipatia, taaluma hii ulinipatia, uwezo huu wa kutumika kufanya kazi kutengeneza kipato nilichonipatia, nafanya ziada kukuambia hii ni sadaka, kutambua kwamba hiki ulichonipa kinatoka kwako. Na natoa sadaka kukushukuru kwa hicho ulichonipatia kifanye kazi ya mtume. Kwa maana nasema usipokuwa mwanachama wa ATAPE, wewe ni mshiriki halali kabisa. Lakini basi tunatumia kile Mungu alichotupatia cha ziada na sisi kumtendea ziada. Mshiriki aliyebarikiwa kwa taaluma, ujuzi, biashara, asiyekuwa ndani ya ATAPE kubaki mshiriki kamili. Lakini tunatimiza wajibu kama wengine kabisa. Lakini basi analipwa kwenye jukwaa rasmi na kuunganisha baraka hizo zitumike kwa mpangilio kwa ajili ya utume wa kanisa. Ndani ya ATAPE tunafikia watu ambao wewe mmoja huwezi kuwafikia. Tunafika mahali ambapo kanisa mahali haliwezi kufika. Ndio maana basi tunaalikwa, tunatumia baraka hizo kwa ajili ya kuziunganisha na kuziratibu ziweze kutumika kwa ajili ya utume wa kanisa. Wanachama wa ATAPE haupimi kwa kiwango. Kwamba una nini, wewe una utajiri gani, wewe una kiwango gani cha elimu, wewe una kiwango gani cha fedha, na wewe una kiwango gani cha michango. Utayari wa wewe kushiriki ndio jambo la msingi. Na tunasema matumizi sahihi ya vipaji kwa manufaa ya utume wa kanisa. Uaminifu katika kutumia vyote ambavyo Bwana ametubariki bila kulazimishwa. Ndani ya ATAPE hatulazimishwi. Hatulazimishani kwamba wewe sio mwenyewe kwenye ATAPE unalazimishwa kutoa nini kwa ajili ya utume. Hapana. Mwanachama wa ATAPE anatarajiwa kuishi kwa maadili ya Kristo, utii wa kanisa, heshima kwa uongozi na uwajibikaji kwa shughuli za ATAPE. Tutapitishwa kwenye faida za kuwa mwanachama wa ATAPE, ndio unatupa mkono.
Lakini basi kama nilivyosema, ATAPE ni chombo cha kikanisa na muundo wake unafanana na kanisa. Kama ambavyo tuna union kwa ngazi ya kitaifa, kwenye muundo wa ATAPE tuna uongozi wa ngazi ya kitaifa, na pia tuna uongozi wa ngazi ya conference au field, lakini pia tuna ngazi ya kanda. Na katika ngazi hizi tunaye mwenyekiti, tuna makamu mwenyekiti, tuna katibu mkuu, tuna katibu msaidizi, tuna mhazini, tuna mhazini msaidizi, tuna mkaguzi wa ndani, tuna mshauri wa sheria, mkuu wa idara ya mawasiliano na uhusiano, mkuu wa idara ya uwezeshaji wa wanawake, mkuu wa idara ya afya, mkuu wa idara ya elimu, walezi. Lakini ngazi ya kanisa tunaye mratibu wa ATAPE kanisani. Huo ndio muundo wa ATAPE kwa ufupi. Sasa mratibu wa ATAPE kanisani, huyu anachaguliwa na kupendekezwa na kamati ya uchaguzi. Huyu ni kiongozi kabisa, ni mtendakazi kama watendakazi wengine. Na ndio maana tunawapa uelewa huu kwamba ATAPE ni chombo cha kanisa. Anapitishwa na kanisa na anafanya kazi kwa kupitia kamati ya ATAPE kanisani. Mratibu wa kanisani wa ATAPE anafanya kazi peke yake. Anafanya kazi kupitia kamati ya ATAPE kanisani. Lakini anawajibika kwa uongozi wa kanisa. Huyu tunasema sio mratibu wa watu. Mratibu watu wawe wanani. Lakini huyu ni mratibu wa rasilimali, baraka ambazo Mungu amepatia kanisa. Na mratibu wa ATAPE anaweza kusaidia kanisa kuunda kandidata ambayo inaweza ikasaidia uongozi wa kanisa kuweza kutumia vizuri rasilimali tulizonazo kwa washiriki. Kwamba tunaye mtaalamu wa nini, tusiende kutafuta nje, bali kutafuta nje kwa gharama kubwa. Tunao ndani ya kanisa. Kwa kupitia mratibu wa ATAPE tunaweza kufanikisha hilo. Inamalizia kwa sababu muda umekwisha. ATAPE ina mipango mbalimbali. Mwenyekiti atapokuja hapa mbele atatuelezea mipango ya ATAPE iliyopo kitaifa na kijimbo na nini. Lakini hitimisho ni kwamba sio kila mshiriki ni mwanachama wa ATAPE, lakini kila aliyebarikiwa ana wajibu wa kujiuliza, ninachohisi nimepewa kama upendeleo na Mungu, ninarudishaje kwa Mungu kama sadaka? Asante Mungu kwa upendeleo. Na tunafanya hivyo kwa kugusa roho, watu wamuone Kristo kupitia sadaka zetu. Na tutasikia shuhuda na kazi ya Injili inapogusa watu wengi, maelfu kwa maelfu wakaguswa. Lakini sadaka zinazosoma kwa Mungu ni kwamba ni vile alivyotubariki, vile vitu alivyoweka ndani yetu ambavyo tunavitumia kwa ajili ya kutafuta kipato cha kila siku. ATAPE kuunganisha watu walio tayari kufanya ziada zaidi ya zaka, sadaka na makambi. ATAPE inaunganisha walio tayari kufanya ziada. Na kama wewe unajihisi umebarikiwa na umependelewa na Mungu, hata kama ni mwanafunzi wa chuo kikuu, unakaribishwa kuanza kujiunga na ATAPE. ATAPE sio chama cha matajiri. ATAPE si chama cha wenye kazi wala biashara kubwa. ATAPE sio kikundi cha watu kilichopo kwa ajili ya kujadili na kuanzisha biashara ya pamoja. ATAPE sio chama cha kulazimisha michango ndani ya chama wala kiwango. Na ATAPE haikuja kuchukua nafasi ya kanisa. Na nimalizie kusema ATAPE ilikuja kusaidia baraka za ndani ya kanisa zifanye kazi kwa pamoja. Kanisa ni moja, utume ni moja. ATAPE ni mojawapo ya njia ambazo kanisa inaunganisha baraka hizo kwa ajili yake. Imetupasa kufanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu mchana waja, usiku waja, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza kufanya kazi. Yohana 9:4. Bwana Bwana mwema wakati wote. Mwenyekiti, mimi nirudi hapa ni nyumbani kabisa. Na nafurahi nimerudi leo nyumbani mwana mpoteo. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Sasa nashukuru bariki kwa
fupi ya ATAPE ni kitu gani. Mimi nitajikita zaidi kwenye wanachama, na kwa sababu ya muda naomba niende kwa haraka kidogo. Tumeona ATAPE ni chama na chama ni wanachama. Kwa hiyo leo nitaongelea kwa ufupi unawezaje kuwa wanachama wa ATAPE. Kuna vigezo na masharti matatu. Cha kwanza, inabidi uwe mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato ambaye una akili timamu, na naamini wote hapa wana akili timamu. Amina. Cha pili, inabidi uwe mwanataaluma au mjasiriamali. Kwa hiyo kama una ujuzi fulani, unasomea kitu fulani au unafanya biashara fulani, wewe unakidhi kuwa mwanataaluma. Lakini inabidi cha tatu, uwe tayari kujitoa kwa ziada. Kwenye ATAPE tunahitaji sana moyo wa kujitoa. Una taaluma yako, uko tayari kujitoa kwa ajili ya kumtumikia Yesu, uko tayari kulipia michango na mambo ya uinjilisti. Kwa hiyo hicho ni muhimu sana katika ATAPE. Kwa hiyo kama una hivyo vigezo vitatu, wewe unakidhi kuwa mwana ATAPE, mwanachama wa ATAPE. Kwa haraka tena tutapitia aina za wanachama. Katika hichi chama kuna wanachama wa aina tofauti tofauti. Kuna wanachama wa kawaida ambao sasa kwa hapa leo kila mtu ana fursa ya kuwa mwanachama wa kawaida, aidha mjasiriamali au mwanataaluma. Lakini pia kuna wanachama maalum. Hawa ni watu ambao wameshiriki katika namna ya pekee katika chama cha ATAPE na wengine wamestaafu. Kwa hiyo hawa tunawapa hadhi ya kuwa wanachama maalum kwa ajili ya kushauri na mambo mengine. Lakini pia kuna wanachama washiriki ambao hawa ni wanachama kutokea vyuo vya kati na vyuo vikuu, watu wa TUCASA. Pia kuna fursa ya kuwa mwanachama wa ATAPE. Kwa ufupi tutapitia faida za kuwa mwanachama wa ATAPE. Katika chama cha ATAPE, kitu cha muhimu zaidi ambacho tumejikita kwacho sio kufaidika sisi binafsi, bali ni namna ambavyo tunaweza tukatumia rasilimali tulizonazo, taaluma zetu na biashara zetu kama nyenzo ya uinjilisti. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza na cha muhimu unapokuwa mwanachama, kujitoa kwa ziada. Ulichonacho kitumike kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini tunafahamu Mungu, tunapomtumikia Mungu hatuachi hivi. Kwa hiyo kuna fursa na faida nyingi za kuwa mwanachama wa ATAPE. Cha kwanza ni ukuaji wa kiroho. Unapomtumikia Mungu katika nyanja yoyote, unasogea karibu zaidi na Mungu na unakuwa kiroho. Kwa hiyo ATAPE inatoa mazingira ya kukuza imani na maadili ya Kikristo katika kazi na biashara. Kuna mambo mengi tunayofanya katika eneo hilo. Lakini pia kuna mtandao imara wa wataalamu na wajasiriamali. Katika ATAPE tunao watu ambao wataweza kusaidia katika taaluma yako na biashara yako kutoka nchi nzima, na ni watu wa kila aina. Wapo mawaziri, wapo wabunge, wapo wa mikoa, wafanyabiashara, wanataaluma wa kila namna ambao unaweza ukanetwork nao kama na mtandao kusaidiana katika biashara na mambo mengine. Lakini pia ATAPE inafanya mafunzo na uwezeshaji. Kwa tunapata mafunzo mbalimbali ya maendeleo ya taaluma na biashara zetu, uongozi, fedha, ujasiriamali na tehama. Tuna vipindi vya nguvu ya maarifa ambapo huwa tunatafuta watu ambao ni wataalamu katika eneo fulani na wanatoa mafunzo kwa ajili ya wanachama wetu. Lakini pia kuna fursa nyingi za kibiashara na kiuchumi. Tuna majukwaa ambayo wafanyabiashara wanaweza wakatangaza bidhaa zao na huduma wanazofanya kwa wanachama wote wa ATAPE Tanzania nzima. Kwa sisi tuko Dar es Salaam, unaweza ukatangaza biashara yako na mwana ATAPE kutokea mikoa tofauti tofauti, akahitaji kawasiliana ukafanya
biashara. Tuna jarida pia la uwekezaji ambalo linaonyesha biashara na huduma ambazo WANATAPE wanazitoa. Kwa sababu ya muda naomba niishie hapo, lakini nawakaribisha sana na Mungu awabariki. Asante. Tunahitimisha kama ifuatavyo. ATAPE ni vuguvugu la marejeo ya Yesu. Kama sehemu ya kanisa, tunatambua kwamba Mathayo 24:14 habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu kwa ushuhuda kwa mataifa yote, na hapo ndipo ule mwisho unapokuja. ATAPE ni mtindo wa maisha wa kungoja Yesu. Sio nyakati zote utakuwa na fedha, lakini kama ATAPE kuna kitu tayari kiko ndani yetu, kuna ujuzi, kuna ushawishi. Mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, simama wewe. Sio nyakati zote itakuwa fedha. Kuna yule mtu ambaye alitumia ujuzi wake akadesign ile bango na amri 10. Nani ameshawahi kuiona? Ilikuwa karibu na chuo kikuu ile saizi liko kwenye junction pale karibu na Mlima City. Tunataka vipaji, ujuzi, ushawishi, kusoma alama za nyakati. Tuungane na kanisa Gospel Workers Plus 352. Kazi ya Mungu itamalizika pale ambapo watu ndani ya kanisa, wanaume, wanawake, wataunganisha juhudi zao pamoja na juhudi za watu gani? Za wachungaji. Kuna watu wamekuwa hawaelewi ATAPE, lakini nataka niwahakikishie tutaendelea kufika pale ambapo kanisa la Uhuruni haliwezi kufika, kwa sababu ni mtandao. ATAPE ni mtandao. Tunaangalia maeneo mapya, tunatiana nguvu, tunahamasisha kufanya kazi ndani ya siku 6, kuwa waaminifu kwa matoleo yote kanisani, lakini kwa ziada tutaendaje kule kwa hali zake Mwamono ambapo tumejenga kanisa? Tutafikaje Wete Pemba ambapo wenyeji kama sisi sio wengi? Labda mwenyekiti, kwani naomba kidogo mwenyekiti pesa utacha mwenyekiti ATAPE bwana. Kuanzia 2016 ni namna gani ATAPE imeonyesha kwamba ni vuguvugu na marejeo kwa reflect Mathayo 24:10. Asante sana mwenyekiti. Kuanzia mwaka 2016 ATAPE imefanya kazi kubwa sana, na kama ambavyo tumetumwa sisi ni wainjilisti na tunapeleka injili. Mwaka 2016 tulikuwa na mahubiri ya uhuru hatimaye, na mwaka 2017 tumekuwa na mahubiri ya ushindi hatimaye. Baadaye tukaenda maisha hatimaye kuendelea, tukaenda nyumbani hatimaye Kinyerezi, na tumefanya mikutano mingine katika maeneo ya Chato, maeneo ya Kiteto, Karatu, Kigoma, Kahama, na mwaka jana tumekuwa na mahubiri mazuri sana ya Lameti event ambayo kila mmoja anaweza kushuhudia. Na bahati nzuri mwenyekiti, mwaka huu tunakwenda Njombe Net event ambayo inazinduliwa katika siku ya leo. Kwa hiyo kuna WANATAPE kadhaa ambao wako Njombe kwa ajili ya tukio la leo la uzinduzi. Lakini bahati nzuri zaidi, katika mikutano yote hii takriban watu 210,000 waliweza kubatizwa. Sasa nilikuwa naangalia kanisa la Uhuruni hapa, naweza kubeba watu wangapi? Nimepigia tu mahesabu ya kawaida ya kwangu, kwa makanisa hili linaweza kubeba watu 300. Kwa kimahesabu ukichukua 210 gawia 300, tumeweza kufanya kazi na kuanzisha makanisa kama haya ya Uhuruni, makanisa yapatayo 300. Kwa hiyo Bwana asifiwe. Asante sana. Kama ATAPE ST, kabla hatujagawanyika saizi, sasa tuna ETC, ECF na ZMS. Kuanzia mwaka 2021 tuliona spidi yetu haitembei ikiwa tunatarajia fedha tu. Ukaanzisha utaratibu wa mahubiri yanayoitwa share him. Tukasema mwezi wa 9 kila mwaka wiki 2 itakuwa ni sadaka kwa Mungu. It's not all about money. Tukasema wiki 2 itakuwa ni sadaka kwa nani? Kwa Mungu. Funga biashara, omba ruhusa kazini, tunaenda vijijini. Tunafanya mahubiri vituo 18 kwa wakati mmoja. Kwa kutumia sisi wenyewe tunagawanyika, wengine wanafungulia watu Biblia, wengine wanaenda nyumba kwa nyumba, wengine wanahubiri. Pastor Baraka Masaru nadhani mwa kushiriki
kwamba kwa muda huo kama ATAPE kanda ya kwetu tunamshukuru Mungu kwa kubatiza watu 353. Unasemaje? Kwa hiyo tutaendelea kufanya kazi kwa kusoma alama za nyakati. Kama hatutoweza kukimbia, basi tutatembea, na kama hatutoweza kutembea, tutafanyaje? Tutatambaa. Kwa vyovyote vile tutaendelea kutembea, si tu kama washiriki na viongozi kwenye makanisa mahalia, lakini kama watu ambao tuna kitu cha ziada, taaluma, ujuzi. Ni neema tumepewa na Mungu na kwa muda wake. Tunatambua uncertainty of life. As long as bado niko hai, nina nguvu za kutembea, mbongo unaruhusu kwenda huko, tutaenda. Siku ambayo sina fedha, nitadesign jengo la kanisa la Uhuru. Siku ambayo sitakuwa na fedha, itasaidia mtu ambaye ameshindwa kwenda mahakamani kwa sababu mimi ni mwanasheria, ni wakili. Siku ambayo sitakuwa na fedha, nitaenda kama ambavyo tumekuwa tukienda na watu waliosomea chuo cha SUA kufundisha watu namna ya kilimo bora na kupata mazao. Tumeenda kila sehemu na madaktari kuweka meza na kutoa ushauri bure. Tumefikia watu ambao ni wajane wanataka kudhulumiwa haki zao. Kuna watu ambao wamegusa maisha ya watu bila kugusa mfukoni. Neno moja tu, kuna nini mkononi mkuruni. Tumekuja. Asante sana kwa kanisa. Bwana tubariki na bariki kanisa lake. Karibuni katika chama cha ATAPE. Tumekuja Uhuruni, tunaamini sio kwa bahati mbaya. Tunatamani hapa tupate wanachama wengi, na nimesikia hamna hata mratibu, lakini hapa ndio itakuwa makao makuu ya ATAPE kanda ya Uhuruni. Kama hamtupokea, tutahamisha makao makuu bila baraza la kanisa, mtashikia tumekaa mhandisi. Mhandisi kwa Bwana bariki sana. Mzee Masanja, usingekuwa mratibu sasa. Tunamshukuru Baba wa mbinguni kwa ajili ya kanisa lako, kwa ajili ya kazi yako. Tunaomba uzungumze na watu wako. Tunatambua umetupatia neema kwa sehemu ya kanisa la maendeleo. Tunaomba mmoja Yesu, kwa tunafanya nini? Tuwezeshe kutumia nyakati hizi za afya njema kutangaza maendeleo yako. Tutume kila sehemu, na wewe Bwana, kama ulivyoahidi tutakuwa pamoja nasi kamilifu wa dahari. Inatutia moyo sana. Tunahitaji kuwa watendakazi pamoja na wewe. Gusa wenzetu, kuunganisha nguvu. Kwa jina la Yesu. Amen.